Tushirikishane tone la upendo. Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 11. Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohane kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari 2 amefungwa minyororo 2. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, "Ondoka upesi." Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, "Jifunge, kavae viatu vyako." Akafanya hivyo, kisha akamwambia, "Jivike nguo yako ukanifuate." Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, "Sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi." Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 6 hadi ya 8 na aya ya 17 hadi ya 18. Mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote. Nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa na kila neno baya, na kunihifadhi hata nifikie ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili yetu inatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 19. Karibu tusikilize injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, ee Bwana. Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, "Watu hunena Mwana wa Adamu ni nani?" Wakasema, "Wengine hunena huyu Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii." Akawaambia, "Nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani?" Simoni Petro akajibu akasema, "Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akajibu akamwambia, "Heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro,
na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Leo ni sherehe ya watakatifu Petro na Paulo. Pamoja na kwamba watakatifu hawa wana siku nyingine ambazo tunawaadhimisha, leo tunaadhimisha kifo chao na wakati huo huo mchango na nafasi yao ndani ya kanisa. Petro kama kiongozi wa mitume na kanisa hapa duniani, aliyewekwa na kusimikwa na Yesu mwenyewe, na Paulo kama mtume ambaye hakuishi na Yesu bali amekuwa mtume kwa kutumwa na Yesu kulipeleka kanisa kwa wapagani, watu wa mataifa. Hivyo sherehe ya leo inatukumbusha sifa ya kanisa letu kuwa ni kanisa lililoungana, kanisa moja chini ya Baba Mtakatifu, lakini pia kanisa ambalo liko tayari kuwaendea watu wa mataifa kama alivyofanya Mtakatifu Paulo. Kwa hiyo siku ya leo tusali na kuliombea kanisa ili libaki katika muungano mmoja, na muda huo huo tuwaombee wamisionari wote na wale wanaojibidisha kueneza habari njema. Tumwombee mrithi wa Petro mtume ambaye ni Baba Mtakatifu na nia zake njema, ili aendelee kuwa kiunganishi cha kanisa, na muda huo huo tuwaombee wamisionari wote wanaochukua nafasi ya Paulo katika kuinjilisha. Masomo yetu, somo la kwanza ambalo tumelisikia linadokeza na kuonesha nguvu ya Mungu kwa watu wake, hasa walio katika mkato wa tamaa kwa sababu ya changamoto na vifungo mbalimbali. Wafuasi wa Bwana na mashuhuda wa kueneza Injili ya Kristo wanavamiwa, wanazuiliwa kutenda utume wao, lakini muda huo huo wengine wanauawa. Kipindi ambacho kanisa bado ni changa, linapaswa kujipambanua na kuendelea kushuhudia utume wa Kristo na kueneza ufalme wa Kristo katika mioyo ya wapagani na Wayahudi ambao bado hawakumwamini Kristo. Ni kipindi hicho hicho ambacho wahudumu wa kazi hiyo wanapunguzwa kwa kuuawa, kukamatwa na kukatishwa tamaa kwa kufungwa gerezani. Petro yuko kwenye kifungo, amefungwa minyororo, hawezi tena kujifungua. Nguvu zake zimefungwa na mikono yake imefungwa kiasi kwamba hana uwezo wa kufanya chochote. Anasubiri tu kijacho kwake, ambayo ni adhabu. Pengine naye angeuawa. Petro yuko chini ya walinzi ili asitoroke. Petro yuko chini ya walinzi ili asitoroke, kuonesha nia aliyokuwa nayo Herode kwa Petro. Nia yake ilikuwa ni kuifuta kabisa Injili kwa kumuua kiongozi wa kanisa ambaye mara kadhaa alijitokeza na kuongea badala ya mitume wengine. Katika hali hiyo, nia mbaya ya wapinga Injili, kukamatwa na kuuawa kwa viongozi wa dini ya Kikristo, Mungu anaingilia kati kuipigania kazi yake, kuwapigania wajumbe wake, na Mungu anasikiliza sala za waamini waliokuwa wanasali kuwaombea viongozi wao. Kutoka katika somo hili tuna mafundisho kadhaa ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Mungu hawezi kuiacha kazi yake ife. Yupo pamoja na kanisa lake. Katika somo hili tunamwona Herode akifanya jitihada zote kuangamiza kazi ya Mungu kwa kuwafurahisha wanadamu, hasa Wayahudi ambao bado walikuwa gizani kuhusu imani ya Kikristo. Sifa za nje na kutaka kung'ang'ania madaraka zinapelekea awaue viongozi wa imani na viongozi wa dini na kuwafunga waeneza habari njema. Lakini Mungu yuko pamoja nao kuwatetea. Herode anawakilisha nguvu zote zinazopingana na kuweka juhudi zote za kufifisha habari njema, kuondoa haki, usawa, uelewano na upendo katika jamii na kikundi.
Katika dunia ya leo, Herode pia anaweza kusimama kuwawakilisha wote wanaofanya kazi ili kufurahisha wachache, hali ya kuwa wengine wenye haki wanaumia. Herode huyu ameendelea kubeba sifa za yule Herode aliyewaua watoto mashahidi wakati akitaka kumuua na kumwangamiza mtoto Yesu. Ni mtu ambaye hapendi habari njema, mtu anayepambana awezavyo kuiangamiza kazi ya Mungu. Ni kiongozi ambaye anajitambulisha kuwa katili na asiye na huruma kwa kazi njema ya Mungu. Ni kiongozi ambaye yuko tayari kupindisha utaratibu kwa sababu tu ya sifa au kuwafurahisha wachache, huku akikandamiza kazi ya Mungu. Kwa tendo la Mungu kuingilia kati na kumwokoa Petro, inaonyesha namna anavyolipambania kanisa lake dhidi ya nguvu zote za uangamizi. Mungu yupo ndani ya kanisa lake akiendelea kulitetea ili liendelee kusimama na kueneza ufalme wake. Herode hakuliua kanisa, bali alilijeruhi kwa kuwaua viongozi wake. Katika dunia ya leo, kuna nguvu nyingi na hatari zinazolinganishwa na kufananishwa na Herode huyu. Wote wanaoibua mafundisho potofu kama ndoa za jinsia moja, utoaji mimba, uhamasishaji wa imani za kishirikina na kadhalika. Wote wanaolidhulumu na kuwanyanyasa watumishi wa Mungu wanaiumiza kazi ya Mungu. Hawawezi kuiua kazi ya Mungu, lakini wanalijeruhi na kuiumiza. Kama vile waamini walivyosali kumwombea Petro wakati amekamatwa, ndivyo nasi waamini katika dunia ya leo tunaalikwa kusali na kuliombea kanisa. Tunaalikwa kusali na kuombea viongozi wa kanisa na wale wote wanaoibeba kazi ya Mungu, ili wasije wakatishwa tamaa na changamoto wanazopitia, lakini pia Mungu aendelee kuwatia nguvu. Fundisho la pili ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la kwanza ni kuwa Mungu yupo pamoja na watumishi wake. Petro akiwa hana la kufanya ili ajiokoe, Mungu anamwokoa kupitia malaika. Petro alikuwa amefungwa kwa minyororo miwili, amelala katikati ya walinzi. Milango yote imefungwa na kuwekewa walinzi kuonesha hamu aliyokuwa nayo Herode kwa Petro. Wakati Petro ni kama amekata tamaa, haoni mlango wa kutokea na pia hawezi kujifungua, Mungu anajitokeza kumfungua kwa sababu ya imani yake kwa Mungu, lakini pia kupitia sala za waamini. Maisha ya Petro yalikuwa yamebadilika kutoka kuwa mkanaji wa Yesu mpaka mtume wa Yesu anayemtetea, lakini pia wapo waliokuwa wanasali kwa ajili yake. Hivyo ndivyo Mungu anavyowapigania wote wanaomtegemea na kujikabidhi mikononi mwake. Neema zake kwao hazipungui na roho zao watu hao hazitapotea katika uharibifu, bali Mungu mwenyewe atazilinda na kuziokoa dhidi ya nguvu ya maangamizi, nguvu ya dhambi na nguvu ya yule mwovu. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la kwanza, tunaona sala ina nguvu, ina uwezo wa kufungua kifungo. Wakati Petro yuko gerezani, waamini walisali kwa moyo na nguvu zao zote bila kukata tamaa na kuchoka. Na mwishowe Mungu akasikiliza sala zao. Hii ndiyo nguvu ya sala. Sala inafungua vifungo. Petro alifungwa kifungo cha nje ya mwili. Ni mwili wake ndio ulifungwa na sio roho yake. Rohoni alikuwa na imani kwa Mungu, lakini pia alikuwa amejaa neema za Mungu. Sisi leo hii tuna vifungo vya vilema vyetu ambavyo mara nyingine vimetufunga kwenye dhambi fulani ambayo hata kama siipendi, lakini najikuta nimeangukia huko. Tuna vifungo vya magonjwa, vifungo vya mahusiano, kukosekana uelewano na wenzetu, hasa wale ambao tunaishi nao. Hivyo sala inaweza kutufungua kutoka katika vifungo hivyo. Tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kukabidhi mioyo yetu kwa Mungu
lakini pia tuendelee kuzikimbilia neema zake kupitia sakramenti. Sala ni maneno yanayotoka ndani ya moyo wa mtu kumwelekea Muumba. Maneno haya yanaweza kuwa ya sifa, shukrani, ombi au toba. Sala ni maneno ya tafakari na ukimya wa moyo ambao uko tayari kukutana na Mungu aliye katika ukimya. Hivyo, sala inadai moyo kukutana na Mungu na sio maombi tu kukutana na Mungu. Kwani kabla hatujasali tayari Mungu anajua tunachoomba na kuhitaji. Kumbe, sala ya kweli ni sala ya moyo kukutana na Mungu, kuonja uwepo wa Mungu, kumtegemea Mungu na kukaa na Mungu. Kwa sababu hizo, sala ina uwezo wa kuunda tabia. Kwanza, inamuunda na kumbadilisha mtu yule ambaye tunamwombea. Na pili, sala inaweza kututengeneza sisi tunaosali na kuwa na moyo wa ibada. Waswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Hivyo, tukijizoezesha kusali, tutakuwa na sala na tutakuwa na moyo wa ibada. Hivyo siku ya leo, tumwombe Mungu atujalie nguvu hiyo ya kusali, ili baadhi ya vilema vyetu na mapungufu yetu yaweze kufunikwa na moyo huo wa kusali, kwa kubadilika kutoka kwenye njia mbaya na kuwa katika njia hiyo iliyo njema, njia ya ibada. Somo la pili ambalo tumelisikia linamwonyesha Mtume Paulo akishuhudia mafanikio yake katika uinjilishaji, namna alivyovumilia changamoto zote kuitetea imani, na katika nyakati zote hizo Mungu hakumwacha bali alikuwa naye. Maneno ya Paulo ni maneno ya kijasiri anayoyatamka mtu ambaye amedumu kiaminifu katika wito wake. Hivyo anaona hana deni lolote mbele za Mungu. Ni maneno ya mtu aliyemtegemea Mungu na kuifanya kazi yake kwa nguvu na moyo wake wote. Hivyo anasubiri tuzo kwa kazi yake njema aliyoifanya. Ni maneno ya mtu ambaye aliitambua kazi yake, akaipenda wake wote hapo. Hivyo anapoondoka hana deni lolote. Lakini maneno ya Paulo ni maneno ya mtu aliyefanya kazi pamoja na Mungu, ambaye hakuwa tayari kuwafurahisha wachache tu kwa kupindisha ukweli wa Mungu kwa lengo la kuwafurahisha hao. Ndiyo maana hata wenzake walipomwacha hakuteteleka, bali alibaki na Mungu. Alisimama imara. Mungu naye hakumwacha mtumishi wake huyo mwaminifu. Kutoka katika somo hili la pili tuna mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza: tukiishi vema wito wetu, tutafurahia matunda yake mwishoni. Mtume Paulo anatufundisha namna ya kuishi wito wetu. Wito unaambatana na wajibu, sadaka, majitoleo na ufahamu kuwa naifanya kazi iliyo njema. Hivyo, aliyenikabidhi kazi hii hataniacha peke yangu. Wito ni sauti ya Mungu inayomtaka mtu kuishi maisha fulani kwa niaba ya Mungu, na wakati huo huo kwa manufaa ya mwanadamu huyo aliyeitwa. Kila mmoja wetu ameitwa kwa namna yake kuishi maisha fulani matakatifu. Kuishi kitakatifu katika ndoa, kuishi kitakatifu katika jamii na utume wa kanisa. Ili kuupenda wito huo, ni lazima kuufahamu na kuona uzuri uliomo. Mtume Paulo hakukatishwa tamaa na changamoto zilizokuwemo katika utume wake, bali uzuri wa kazi aliyokuwa anaifanya ulimtia faraja, lakini pia ulimjalia moyo wa kudumu, huku akimweka Mungu mbele yake kama kiongozi wa utume wake. Nasi katika changamoto mbalimbali tunazopitia katika kazi zetu, maisha yetu, utume wetu na wito wetu, tusukumwe na mazuri yanayoonekana kupitia kazi zetu hizo au wito wetu huo. Tumwombe Mtakatifu Paulo atuombee ili tuendelee kusimama imara, tusije tukakata tamaa katika yale tunayoyatenda. Fundisho la pili ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la pili ni kwamba kazi njema au mafanikio yanadai moyo wa uvumilivu.
Tunaposikia Mtume Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza, inatupa picha juu ya surubu, mahangaiko, kupigwa, kukataliwa na mateso mengi aliyoyapitia katika utume wake. Katika utume wake Paulo alipingwa kila mahali, na baadhi ya sehemu alitofautiana na wenzake Wayahudi, wakichafua mafundisho yake kuwa si sahihi, maana hakuwahi kuishi na Yesu. Kuna muda jina lake lilichafuliwa kuwa yeye si mtume halali kati ya mitume wa Yesu. Kuna muda udhaifu wake wa kimaumbile ulimponza, watu wakamdharau kwa sababu ya kigugumizi chake cha kuongea. Kuna muda yeye mwenyewe aliomba udhaifu wake uondolewe na Bwana ili awe vizuri, na Bwana anamjibu akisema, uwezo wangu hutimizwa katika udhaifu. Lakini mpendwa msikilizaji, kuna wakati Mtume Paulo alipigwa na kuburuzwa nje ya mji, wakadhani amekufa, lakini yeye akasimama akaendelea na kazi yake ya Injili. Haya yote yanaonyesha namna ambavyo Paulo ana kila sababu ya kujisifu anapoimaliza kazi yake vizuri. Anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Pamoja na mahangaiko na mateso yote hayo, Mtume Paulo hakurudi nyuma, hakukata tamaa. Na kwa kadiri ya Mtume Paulo anatuambia, uvumilivu unatujengea moyo wa matumaini, na matumaini hayo kamwe hayawezi kutudanganya. Rejea waraka wake kwa Warumi sura ya 5 aya 3 hadi ya 5. Hivyo mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo anatudai na kutuomba kuifanya kazi ya Bwana kwa uvumilivu mkubwa unaosukumwa na busara. Tunamsherehekea Mtakatifu Paulo leo kwa sababu ya moyo wake mkuu wa uvumilivu. Asingekuwa na fadhila hiyo, angeiacha kazi ya Bwana kwa sababu ya changamoto hizo na mateso mengi ambayo alikuwa anayapitia. Hapa Paulo anatukumbusha kuwa ushindi na ushujaa unaletwa na ujasiri uliofungamana katika uvumilivu na kujituma. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la pili ni kuwa Mungu ni rafiki mwaminifu asiyemwacha anayemtegemea. Kama tulivyoona kwa Petro, Mungu akimnusuru na Herode, hapa napo Paulo anashuhudia namna Mungu alivyokuwa naye hata katika nyakati ambazo watu wengine walimwacha. Urafiki huo mwanadamu na Mungu unaendelea kujidhihirisha kwa mwanadamu, jinsi Mungu anavyompatia neema zake rohoni, lakini pia Mungu anavyombariki yule anayemtafuta kwa moyo mnyoofu. Anayesali na mwenye moyo wa ibada, akikosea anajua, akitenda dhambi dhamiri inamsuta na kwenda kuungama. Ni mwepesi wa kusamehe na kufanya upatanisho. Katika magumu, mtu huyu imani yake haiishi, pamoja na kwamba anaweza kuyumbishwa, lakini atasimama tena. Hivyo ndivyo Mungu anavyotia neema zake kwa wale wanaomtafuta, na hivyo ndivyo Mungu asivyomwacha mtu mwenye matumaini kwake. Kama Mungu angemwacha Paulo, hakika tuna uhakika Paulo angelegea katika utume wake. Na sisi kama neema ya Mungu isingekuwepo moyoni mwetu, tungekuwa tumeshaiacha kazi yake, tungekuwa tumeshavunja ndoa zetu na maagano mengine mengi ambayo tumeyafanya. Lakini nguvu ya Mungu inatembea nasi na ndiyo inayoendelea kutushikilia na kutufanya tujitume zaidi na zaidi, licha ya uwepo wa vikwazo na changamoto nyingi. Tumesimama kwa neema ya Mungu, na tuendelee kumwomba Mungu huyo kupitia maombezi ya Mtakatifu Paulo asituache, aendelee kutujalia neema zake, tuendelee kusimama katika kuiendeleza kazi yake hapa duniani, kutetea haki, kutetea usawa, kutetea amani, na muda huo huo kuisimika habari njema na ufalme wa Mungu. Katika Injili hii Yesu anauliza swali kuwa watu wanasema yeye ni nani? Wanamfahamuje? Wanamwelewaje? Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni jitihada ya mkutano na wafuasi
wote wa mwanzo kutaka kumwelewa Yesu kuwa yeye ni nani. Na kadri tunavyosoma Injili ya Mathayo inaonyesha hiyo kiu na huo moyo ambao walikuwa nao kutaka kumfahamu Yesu ni nani. Naposoma Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 28 hadi ya 29, sura ya 9 aya 33, sura ya 13 aya 54. Hii ni kwa sababu ya miujiza na makuu aliyokuwa Yesu anayafanya. Yote hayo yaliwasukuma waweze kumtambua yeye ni nani. Mafarisayo nao walipambana wawezavyo ili waweze kujua ukweli kuhusu Kristo. Ilifikia kiasi wakaanza kuomba hadi ishara ili waweze kudhihirisha kuwa Yesu ni wa aina gani. Tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya kwanza. Majibu ambayo mwanzoni mitume wanaelezea Yesu anapowauliza kwamba watu wanasema mimi ni nani, ni majibu ambayo yanamfananisha Yesu na manabii mashuhuri, na wengine wakaenda mbali zaidi wakasema ni Yohane Mbatizaji aliyefufuka. Kumbe mpendwa msikilizaji, kazi njema na maisha ya Yesu yanamfanya alinganishwe na manabii waliofanya vizuri. Hii inapaswa kututafakarisha, lakini pia kutuachia changamoto kuwa sisi tunalinganishwa na nani, au tunalinganishwa na nini, au tunapewa majina gani, au tunapewa majina yapi? Yesu analinganishwa na walio wema. Je, kazi yangu, utume wangu, aina ya maisha yangu yanaweza kunilinganisha na watu wema na waliofanya vizuri zaidi? Lakini mpendwa msikilizaji, tunapaswa kuelewa pia Yesu hakuwa nabii wa kawaida. Ndio maana anageuka kuwauliza mitume kujua kuwa imani yao imefika wapi katika kumtambua yeye. Lakini mpendwa msikilizaji, Yesu hakuwa nabii wa kawaida. Ndio maana anawageukia mitume na kuwauliza kujua kuwa imani yao imefika wapi. Wao ambao wamekuwa naye kwa kipindi cha kutosha, alitaka kujua namna gani wao wenyewe wameguswa na maisha yake kiasi cha kumtambua yeye ni nani kwao. Jibu la Petro linafunua ukweli wote wa imani yake na ya mitume. Jibu la Petro linafunua ukweli wote wa imani yake na ya mitume. Jibu hili linaenda mbali zaidi, kwani hamfananishi Yesu na manabii au watu mashuhuri, bali na Mungu mwenyewe aliye hai, tena muumba mbingu na dunia. Na kwa sababu imani ni fadhila ya kimungu inayotoka kwa Mungu mwenyewe kwenda kwa mwanadamu, Yesu anamsifu Petro kuwa tayari anayo imani hiyo itokayo kwa Mungu. Imani hiyo ya Petro inafaa yeye kuwa mwamba au msingi wa kanisa. Kanisa linajengwa juu ya imani aliyoikiri Petro, na muda huo huo Petro anakuwa kiongozi na mwamba wa kanisa hilo, ili aendelee kuisimamia imani hiyo, kuilinda na kuieneza imani. Petro aliilinda imani kwa kumtangaza Kristo, hasa baada ya Pentekoste. Petro aliitangaza imani kwa kuanzisha utume kwenye mazingira yaliyokuwa yamedharauliwa kama Samaria na kwenda kwa wapagani. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia aya ya 30. Alifika huko akawapatia Roho Mtakatifu. Petro aliisimamia imani yake na kuwa tayari kuifia msalabani, kichwa chini, miguu juu. Hivyo Petro ni shujaa wa imani kwa kuikiri, kuilinda, kuieneza na kuwa tayari kuifia. Mafundisho ambayo tunayapata kutoka katika injili yetu ya leo. Fundisho la kwanza, Yesu ni nani katika maisha yangu? Yesu ni nani katika maisha ya mfuasi? Mpendwa msikilizaji, hili ni swali ambalo Yesu aliuliza na mitume walitoa jibu. Petro anamtaja Yesu kuwa ni mwana wa Mungu tena aliye hai. Yesu ana sifa sawa na Mungu, hivyo yeye anaumba na kutengeneza, hashindwi chochote, yuko kila mahali na katika nyakati zote. Petro anatambua ukuu alionao Kristo na uwezo wake. Swali ambalo Yesu ananiuliza leo hii
na mimi mfuasi wake wa leo, je, nalitambua hilo? Katika utume na wito wangu nalitambua hilo? Katika utumishi wangu kwenye jamii na serikali nalitambua hilo, kuwa yeye yupo kila mahali, hata katika maeneo yangu ya kazi? Kama nalitambua hilo, basi imani yangu itaendelea kuniongoza katika utumishi wangu, hata nikiwa kazini au katika mazingira ya kazi, zaidi kwa kutetea kile anachokitaka Yesu nikifanye. Kama naishi kama mtu asiye na imani, hakika bado Yesu ataendelea kuniuliza, je, mwanangu, unatambua kama mimi ni Bwana wako? Au wewe unanielewaje? Unajua kama mimi nipo ili niendelee kuwa na wewe na kukulinda? Mpendwa msikilizaji, katika magonjwa na changamoto fulani katika maisha, Yesu ananiuliza, je, mimi ni nani kwako? Na katika familia yako bado Yesu anakuuliza, je, mimi ni nani? Unakumbuka kusali na kuniomba? Unakumbuka kumpenda mwenzako aliye sura na mfano wangu? Mpendwa msikilizaji, tusikubali changamoto zikatutoa katika imani hiyo, tukaacha kusali. Tumwombe awe nasi katika ufuasi wetu hapa duniani, ili tukijaa moyo wa ujasiri na nguvu kutoka moyoni, tuweze kukiri kwa sauti kuu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Fundisho la pili, Yesu anaanzisha kanisa lenye viongozi na mamlaka. Yesu akijua utume wake wa kusimika ufalme wake hapa duniani unapaswa kuendelea mpaka ukamilifu wa dahari, anaacha chombo cha wokovu, chombo kitakachoendelea kuwaongoza na kuwatakasa watu. Chombo hicho ni kanisa. Kwa maana ya neno kanisa kutoka kwenye asili yake ya Kigiriki ni kusanyiko la watu. Kusanyiko hili Yesu hataki likae bila mwongozo na kiongozi. Anaacha mitume na kiongozi mkuu ambaye ni Petro. Petro ambaye anasimama pia katika kundi la mitume, anaachua mamlaka ya kulichunga kanisa la Mungu, kuwaongoza watu wa Mungu kufika mbinguni pale ambapo wanaikiri imani. Chombo hiki cha wokovu kina jukumu la kuwafungulia watu mlango wa mbingu kwa mafundisho na sakramenti. Hivyo, kwa kupokea imani hii, kufuata mafundisho yanayofungamana na imani hii anayoikiri Petro, tunapata wokovu. Kwa kupokea sakramenti, tunaufungua mlango wa mbingu. Kwa kujifungia sakramenti na kuikataa imani hiyo juu ya Mungu na kumkataa Mungu, tunajifungia mlango wa mbingu, na hapo wokovu utakuwa ni mgumu. Baba Mtakatifu anakalia nafasi hiyo ya Petro. Ni kiunganishi kwetu wanakanisa. Tumwombee, na muda huo huo tuombee umoja huu wa kanisa letu. Tuombee viongozi wetu ndani ya kanisa. Tuombee wenye wajibu wa kutuongoza, kutufundisha na kututakasa, ili kupitia hayo watufungulie mlango wa mbingu. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka katika injili yetu ya leo, Yesu anaanzisha kanisa lenye utume. Kanisa hilo alilolianzisha Kristo kwa Petro ndilo hili tulilonalo mpaka sasa katika mazingira yetu. Limepitia nyakati mbalimbali na magumu mengi. Limepitia madhulumu na vipindi vya neema. Kweli linaonesha Yesu mwenyewe yumo ndani yake kulilinda. Tuendelee kuliombea ili liendelee kudumu na kuisimamia imani na mafundisho ya kweli hapa duniani, zaidi sana katika dunia ya leo. Pamoja na kwamba Yesu aliahidi kulilinda dhidi ya nguvu za uovu, lakini linaweza kujeruhika kwa kuwapoteza watoto wake wanaotangatanga na kuiasi imani, wakichukuliwa na upepo wa kupambania maisha zaidi na kuisahau imani. Tushirikishane tone la upendo. Ulikuwa nami Padre Abias Mkweto, misionari wa damu takatifu ya Yesu.